Leo nataka wale wote ambao ni wabishi ambao huwa wanaambiwa mambo alafu wanayapuuza, wakae hapo chini watulie kabisa. Hayo ambayo unayaona yote watu waliambiwa kuwa yatatokea alafu wakayapuuza. Nataka niwachukue mpaka mwaka 1959. Kuna msichana mdogo anaitwa Lucinda, huyo ambaye amejitenga pembeni, na leo yuko shuleni kwenye muda wa mapumziko ya kucheza, lakini yeye yuko mbali kidogo na watoto wengine wote, na hii sio tabia ya kawaida kwa watoto wa umri wake kama ambavyo tunawajua linapofika suala la kucheza. Mara nyingi huwa wanakusanyika alafu kama wanacheza pamoja hivi, lakini ajabu ni kuwa Lucinda amejitenga peke yake. Mwalimu wao huyo anaitwa Miss Taylor anakuja kuwaita waingie madarasani kuwa muda wa mapumziko ya michezo umekwisha, lakini Lucinda anabaki amesimama peke yake kiasi mwalimu Miss Taylor analazimika kumfuata kwenda kumuondoa pale ambapo alikuwa ameganda. Baadaye mwalimu anasimama mbele ya darasa na kutangaza kwa wanafunzi wote kuwa kesho ni siku rasmi ya ufunguzi wa hii shule hapa, na anaeleza kuwa shule hii itaadhimisha ufunguzi wake kwa mashindano maalum ambapo wanafunzi watalazimika kuchora picha ya kile wanachoamini kuwa kitatokea siku za usoni. Yaani wanafunzi wanaulizwa kwamba unahisi miaka kadhaa nyuma itakuwaje, alafu kile ambacho wanakihisi wakichore, na hayo ndio yatakuwa maadhimisho ya siku hiyo ya ufunguzi wa shule hii. Watoto wote wanafurahia na kuanza kuchora vitu mbalimbali, isipokuwa Lucinda peke yake. Yeye anachora vitu ambavyo havieleweki kwenye karatasi yake. Kwenye karatasi yake anachora mfululizo wa namba kana kwamba kuna kitu ambacho kinamuelekeza nyuma yake, na kabla hajamaliza kuandika namba hizo, muda wa mashindano unaisha na karatasi zote zinakusanywa na mwalimu wao, na kazi zote zinawekwa ndani ya kimtungi hiki ambacho kitafunguliwa baada ya miaka 50. Yaani kama hao watoto unaowaona hapo wana miaka kati ya 7 na 5, basi kitafunguliwa watakapokuwa na miaka 55. Siku inayofuata katika hafla ya ufunguzi wa shule ya msingi ya William Dales, mkuu wa shule anawakaribisha wageni na kutangaza mazishi ya kile kimtungi ambacho kazi za wanafunzi waliotabiri miaka 50 ijayo zimewekwa ndani yake. Kwa hiyo leo kile kimtungi kinafukiwa. Baada ya kimtungi kuzikwa, Miss Taylor anagundua kuwa Lucinda hayupo pale ambapo walikuwa wenzake. Kwa sababu wanamfahamu Lucinda tabia yake ya kujitenga peke yake, walimu na wafanyakazi wa shule hii wanaitana kwa ajili ya kumtafuta mtoto huyu katika mazingira yote ya shule. Miss Taylor anakuja mpaka huku basement baada ya kusikia kelele za mlango mmoja hivi. Anapoufungua anamkuta Lucinda akiwa amejaa hofu sana, huku mikono yake ikiwa imejaa damu. Alikuwa anafanya nini huyu? Kasheshe, mtoto ana hatari huyu. Tutumie sekunde chache kuweza kusubscribe kama bado haujafanya hivyo, kulike na kushare kwa ajili ya rafiki yako pia kuwa sehemu ya hii familia. You're welcome. Sasa tuendelee. Na hapa anaonekana Lucinda akiwa ameandika kitu mlangoni kwa vidole vyake mwenyewe, tena kwa kutumia damu iliyokuwa inavuja kwenye vidole vyake. Hizi ni zile namba alizoshindwa kuzimaliza siku ile ya shindano la kuandika yale ambayo anatakiwa kuyaandika kwa ajili ya future, na leo anazimalizia kwa damu yake mwenyewe. Kwani hizi namba zina umuhimu gani hadi sauti zimlazimishe kuziandika hata kwa kutumia damu yake? Sasa miaka mingi baadaye tunakutana na mwanafizikia aitwaye John. Huyu anasumbuliwa na msongo wa mawazo baada ya kumpoteza mke wake katika ajali ya moto. John ana changamoto ya kumove on kwa kuamini kuwa maisha hayana maana yoyote baada ya kifo cha mke wake. Lakini pia anaye mtoto wake wa kiume aitwaye Caleb, ambaye naye anahangaika kukubaliana na maumivu ya kumpoteza mama yake. Siku moja Miss Taylor huyu sasa akiwa amezeeka anaalikwa kuhudhuria hafla ya kufungua kile kimtungi cha miaka 50 iliyopita, kimtungi kilichofungwa kipindi kile wale watoto walipokuwa wadogo. Na siku hii kimtungi kinapofunguliwa, kila mtoto anapewa bahasha yake, bahasha ambayo ina mchoro uliochorwa na mtoto mwenzake wa miaka 50 iliyopita. Caleb anapokea bahasha yenye mchoro wa Lucinda. Anapofungua anakuta karatasi iliyojaa namba badala ya mchoro kama wengine ambayo walikuwa wamechora siku hiyo. Anapoendelea kuitazama, anaanza kusikia sauti za kunong'ona na anaona umbo la mtu likisimama umbali kidogo wa shule kule kwenye miti. Lakini Caleb anapoongeza umakini wake kutaka kujua lile umbo ni kitu gani, ghafla linapotea. Nyumbani Caleb anaomba ruhusa ya kwenda kulala kwa rafiki yake leo. Wakati huo John anaiona karatasi ile kutoka shuleni na kumuuliza Caleb kuhusiana na karatasi hiyo, na kwamba anamfokea kwa kumwambia kuwa karatasi hiyo haikupaswa kuja nayo nyumbani kwa sababu ilikuwa ni matumizi ya kimasomo, basi ilitakiwa kubakia shuleni. Baada ya kumaliza mazungumzo yao, John anaenda kumlaza Caleb, na John anahamisha umakini wake kwenda kwenye ile karatasi iliyochorwa namba, na kwa bahati mbaya anaweka glasi ya whisky juu ya karatasi na mduara wa unyevu. Hapa anaandika seti ya namba kwenye ubao mweupe
mweupe, na ghafla anatambua kuwa namba hizi zinamaanisha pattern ya September 11 mwaka 2001. Hii ilikuwa ni siku ya shambulio la minara pacha ya New York iliyosababisha vifo vya watu 2996, tukio maarufu sana hili duniani. Akiendelea kuchambua, John anagundua kuwa namba zote zimeendana kikamilifu na majanga mbalimbali yaliyowahi kutokea nchini hapo: milipuko, ajali za ndege, matetemeko ya ardhi, vimbunga na matukio mengi ambayo yote yaliondoka na maisha ya watu wengi. Sasa namba hizi zote zimepangwa kwa mpangilio wa wakati tangu mwaka 1959. Sasa John anatumia duara jekundu kuonyesha tarehe za matukio na duara la bluu kuonyesha idadi ya vifo. Hata hivyo, kuna namba kadhaa ambazo hazijazungushiwa duara na haelewi maana yake. Siku inayofuata, John anaenda kwa rafiki yake Phil na anaenda kumwelekeza kuhusiana na namba hizo. Anamwambia kuwa kila seti inalingana na janga kubwa ambalo limewahi kutokea. Hata tarehe ya kifo cha mke wake pia ipo katika namba hizo. Pia anasema kuna seti 3 ambazo bado hazijatokea, na moja inaonyesha kuwa watu 81 watakufa na sio siku nyingi, ni kesho, yaani kutokea leo, ambayo kesho yake tukio hili linatokea. Noma. Sasa Phil anakataa kuamini, akisema ni bahati mbaya tu na huenda mtu ameamua kumfanyia plank na kwamba John aachane na kitu hicho. Lakini John anaona haingia akilini na anaamua kuachana na kila kitu, na sasa anawekeza zaidi kwenye kuchunguza. Anamtembelea Miss Taylor ambaye anathibitisha kuwa karatasi hiyo ni halisi na anamueleza kuhusiana na tukio la Lucinda kuandika namba mlangoni baada ya kuzikwa kwa kile kimtungi. John anataka kumwona Lucinda, lakini anapata taarifa kuwa Lucinda alifariki miaka kadhaa iliyopita, tena alifariki kwa overdose ya dawa za kupunguza msongo wa mawazo. Sasa John anarudi nyumbani kwake, na hapa anashuhudia mwanaye anapewa jiwe la ajabu na wanaume wawili. Tena jiwe hili ni jeusi na wanaume hao wanaondoka bila kuongea chochote. Hilo linamshtua sana na anamrudisha kijana wake ndani na kumwambia asiwahi kuzungumza na watu wasiowafahamu. Sasa John anazama zaidi kwenye kufanya utafiti wa kumfahamu Lucinda, na hapa anagundua kuwa Lucinda alikuwa akiishi maisha ya kujitenga na dunia, yaani alikuwa ameji-isolate. Siku moja John anagundua kwamba namba zile ambazo hakuwa anazielewa ni coordinate za maeneo ambapo majanga yatatokea, na anapokuwa njiani kumchukua Caleb anajikuta amekwama kwenye foleni hii, na ghafla anapoangalia kwenye dashboard yake anaziona zile namba exactly kama alivyoziona kwenye karatasi ya Lucinda. Anagundua kwamba hii ni location ambayo tukio linatakiwa kutokea. Kufumba na kufumbua, anaona tukio la ajabu ambapo inatokea ajali kubwa na watu kadhaa wanapoteza maisha. Baadaye taarifa zinaonyesha kuwa watu 81 wamepoteza maisha, sawa kabisa na zile namba zilizokuwa zimeandikwa na Lucinda, na kwamba hii ni taarifa ya kuwa matukio ya kutisha yanaendelea. Siku hii John alikuwa ameenda kutembelea maeneo ya makumbusho, na hapa anakutana na Diana ambaye huyu ni binti wa Lucinda, na hapa anamuuliza kuhusiana na mama yake Lucinda, lakini Diana anakataa kata kumweleza chochote kuhusiana na taarifa za mama yake, na kwamba mama yake alikuwa ni mtu ambaye ameelekea kuchanganyikiwa. John anamlazimisha kwa kumwambia umuhimu wa taarifa za Lucinda, kwa sababu huenda yale yaliyokuwa yanaona na Lucinda yataenda kutokea muda si mrefu, na kwa taarifa za Lucinda sahihi wataweza kuokoa maisha ya watu ambao pengine walikuwa wanapangwa kuokolewa na mama yake Lucinda. Licha ya maelezo yote hayo, Diana anaonekana kukataa kumpa ushirikiano John, na hapa anaamua kuondoka. Sasa baada ya Diana kukataa kumpa msaada John, siku hii anarudi nyumbani kwake akiwa amekaa mbele ya televisheni yake. John anakutana na taarifa ya habari ambayo inatangaza kuwa inawezekana kukawa na tukio la kigaidi linalotakiwa kutokea eneo fulani hivi, na pale anazichukua zile namba na kuziona kuwa pia zinafanana exactly na kile ambacho kilikuwa kimeandikwa kwenye karatasi ya Lucinda, na hapa anapoziingiza kwenye kompyuta anagundua kuwa namba hizi zinamuelekeza moja kwa moja kwenye kituo kikubwa cha stesheni. Na siku hii anapiga simu kwa taarifu maaskari kwamba eneo hilo ambalo linaweza likatokea janga ni eneo la kituo cha stesheni, na hapa anaamua yeye mwenyewe kwenda kwenye kituo hicho cha stesheni kwa ajili ya kwenda kujaribu kufanya uchunguzi zaidi. Akiwa hapa anakutana na kijana ambaye huyu anamtilia mashaka na kuhisi pengine ndio gaidi ambaye amekuja kuweka bomu hapa, na anaanza kumkimbiza. Maaskari wanatilia mashaka mbio hizi na wanaingilia kati, na wanapomkamata kijana wanagundua ni mwizi tu wa mikanda, wakaachana naye. Akiwa katika hali ya kushangaa na bila kupepesa macho, treni inapita
kupita na kuondoka na maisha ya watu wengi sana katika eneo hilo. Hivyo anagundua kwamba eneo hili lilikuwa inatakiwa lipatwe na ajali na sio tukio la kigaidi. Hapa anabaki akiwa amechoka na bila kujua afanye nini. Akiwa anarudi nyumbani, anamkuta Diana, yule mtoto wa Lucinda, akiwa amekaa nje ya nyumbani kwake kumsubiri, na hapa anamwambia kuhusiana na stori za mama yake na kwamba anamwahidi kuwa tayari kumsaidia, na leo anamsogeza katika eneo ambalo mama yake alikuwa anaishi. Kinachochanganya ni hizi namba ambazo zimeandikwa mwisho zimeandikwa 33, lakini ni kama vile herufi E ambazo zimegeuzwa. Na wanapoenda kwenye nyumba ya Lucinda, wanakutana na ubao ambao umeandikwa sentensi za aina moja, everyone else, everyone else. Baada ya mchanganuo wa muda mrefu, wanagundua kwamba hizi 33 ambazo zinafanana na E2 zinamaanisha everyone else, kwa maana kila mtu. Na chini wanayaona mawe ambayo mtoto wa John, Caleb, alipewa na wale watu wa ajabu ambao walimtokea siku ile nyumbani kwao. Sasa John na Diana wakiwa bado wapo ndani ya ile nyumba ya Lucinda, nje watoto wao wanakuwa approached na hawa watu wa ajabu ambao kipindi cha nyuma waliwahi kumapproach Caleb na wakampa lile jiwe jeusi. Caleb anawahi mbele ya Sterling, anabonyeza honi kwa kuwaarifu wazazi wake kuwa kuna kitu hakiko sawa, na hapa John anatoka na kuanza kukimbizana na mmoja wa wale viumbe. Mbele yule kiumbe anasimama na kumgeukia John kwa hasira, anamuuliza, wewe ni nani na unataka nini kwa watoto wangu? Kiumbe yule anafungua mdomo wake na unatoka mwanga wa ajabu mweupe ndani ya mdomo wake, mwanga mkali sana huu, na ghafla kiumbe yule anapotea. Sasa John pamoja na Diana wakiwa hawajui cha kufanya kutokana na yale maandishi yaliyoandikwa everyone else, leo binti wa Diana anawaonyesha mchoro ambao ameuota. Kauchora mchoro wa jua ambao unaonyesha jua kuwa kali sana, na chini kuna maelezo ambayo John anapoyaingiza kwenye kompyuta yanampa taarifa za ajabu kwamba tangu kipindi cha nyuma jua limekuwa likiongeza ukali wake usivyokuwa vya kawaida. Akiwa bado anaendelea na tafiti zake, John anagundua kijana wake Caleb leo na yeye ameanza kuandika namba zile zile ambazo miaka 50 iliyopita Lucinda alikuwa anaziandika, na anapomuuliza anamwambia kwamba namba hizi kuna sauti zinazomwambia aziandike, na kwamba namba nyingine alikuwa ameziandika Lucinda shuleni kwao. John kwa kufuata maelekezo ya mwanae Caleb anaenda mpaka katika shule ambayo alikuwa anasoma Lucinda zamani, na anauchukua ule mlango na kurudisha nyumbani. Anapokuangua anakutana na namba ambazo zilikuwa zimeandikwa na Lucinda siku ile kwa kutumia damu ya mikono yake, na wanapozichukua namba zile kuziingiza kwenye kompyuta zinawapa taarifa ya kwamba pia ni geographical position, kwa maana ya kwamba hizi ni location ambayo wao wanatakiwa kwenda. Sasa John wakati anarudi anagundua kwamba Diana aliamua kuondoka na watoto wale wawili kwa sababu ya hofu, akihisi kwamba pengine watachelewa na kwamba janga litawapata wakiwa bado hawajafanikisha kufika kule ambako geographical location inawaonyesha. Wakati huu John anaenda kule ambako alikuwa anajua tu Diana atakuwa ameelekea, na anapofika huku anashangaa kukutana na mawe mengi meusi na wale watu wa ajabu wanamsogelea, na kabla hajafanya chochote anamuona kijana wake anakuja akiwa amepakatia sungura, na wale watu wa ajabu waliovalia mavazi meusi wanakuja na kuanza kumueleza kihisia kuhusiana na kile ambacho kinatakiwa kutokea duniani. Anaupata ukweli mchungu kwamba hawa sio binadamu wa kawaida, bali ni viumbe ambao wamekuja kusave humanity, na watoto hawa wawili Caleb pamoja na mtoto wa Diana ni the chosen ones, kwa maana ya kwamba hawa wanatakiwa kuondoka kwenye dunia na kwamba majanga hayatakiwi kuwakumba. Akiwa bado anashangaa, anaambiwa kwamba watoto hawa hataondoka nao na kwamba watoto hawa wanatakiwa kuondoka na viumbe hawa kupelekwa sehemu ambayo wao watakuwa salama. John kama mzazi anabaki na huzuni na anashuhudia viumbe hawa wakibadilika kwenda kwenye maumbo yao ya asili na kwenda nao kwenye usafiri huu ambao unafanana kabisa na usafiri wa ki-aliens. Na hapa watoto hawa wanachukuliwa na tunakuja kuwaona wakiwa kwenye eneo hili hapa, sehemu ambayo pengine ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuja kuanzisha maisha mapya. Hii ni Plain Swahili, mimi naitwa Manoge, Manoge. You are welcome. Subscribe.